Karibu kusikiliza taarifa kuu za habari kutoka People News, sauti ya ukweli na taarifa za kuaminika. Tunakuletea habari muhimu kutoka ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miongoni mwa habari tulizokuandalia ni ziara za Felix Antoine Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya mji wa Kamina, pia maandamano ya wakimbizi wa vita mjini Lubumbashi, na mwisho tutamalizia na ajali ya barabara ambayo ilitokea huko Kwango, pamoja na habari nyingine za kisiasa, usalama na maendeleo. Mimi ni msomaji wako Pepele Leta. Tuanze na taarifa ya kwanza. Msiba mkubwa umetokea katika mkoa wa Kwango baada ya ajali mbaya ya barabarani kusababisha vifo vya watu 7 kwenye barabara kuu ya taifa namba 1 inayounganisha Kinshasa na Kikwiti. Kwa mujibu wa taarifa za awali, ajali hiyo ilihusisha basi la abiria la kampuni ya Arche de Noe pamoja na gari ndogo ya aina ya Toyota. Inasemekana dereva wa basi alijaribu kukwepa mashimo yaliyokuwa barabarani kabla ya kuligonga la kugongana na gari lililokuwa likitokea upande wa pili. Hatari za mgongano huo zilikuwa kubwa, hasa kwa gari ndogo ambalo liliharibika vibaya. Watu walikuwa ndani yake walifariki dunia papo hapo kutokana na nguvu ya ajali hiyo. Baada ya tukio hilo, vikosi vya uokoaji vilitokea eneo la ajali na kuhamisha na kutosha miili ya marehemu katika hospitali ya Kenge kwa ajili ya utambuzi wa maandalizi ya mazishi. Ajali hii imeibua tena malalamiko ya matumizi ya barabara kuu ya taifa namba 1 ambayo imekuwa ikidaiwa kuharibika na si salama zaidi sana ikiwa watu hawaheshimu sheria za barabarani. Wanasema mashimo makubwa yaliyopo barabarani yanahatarisha maisha ya wasafiri na kuchangia kuongezeka kwa ajali. Wananchi wamezitaka mamlaka zinazohusika kuchukua hatua haraka ili kurekebisha miundombinu hiyo ili kuzuia maafa mengine ya wakati ujao. Hizo zilikuwa taarifa kutokea huko Kwango ambako hali ya barabara namba 1 imeweza kusababisha vifo vya watu 7 na gari 2 kuweza kuharibika na kupondekana vibaya, wakati tu dereva wa gari kubwa ambalo ni lori ambayo ni basi iliweza kugongana na Toyota ndogo na kusababisha vifo hivyo. Tuelekee basi huko Lubumbashi ambako wakaaji wa kutoka katika Kivu Kusini na Kivu Kaskazini wameweza kufanya maandamano ya amani mjini Lubumbashi wakitaka msaada wa dharura na suluhisho la kudumu kwa migogoro inayowakumba katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa huko katika eneo yao ya Bukavu na Goma. Waandamanaji hao walikusanyika mbele ya ofisi ya gavana wa Haut-Katanga wakisema kuwa tangu walipofika Lubumbashi wamekuwa wakiishi katika mazingira magumu kutokana na ukosefu wa chakula, malezi na huduma za afya pamoja na ajira. Kupitia mabango waliobeba, walitoa ujumbe wa kuomba kukomeshwa kwa mauaji dhidi ya raia mashariki mwa DRC na kuwataka viongozi wa serikali pamoja na mashirika ya kibinadamu kuongeza msaada kwa familia zilizokabiliwa na vita hiyo. Baadhi ya washiriki walieleza kuwa maisha yao yamebadilika kabisa baada ya kuondoka Goma, Bukavu na maeneo mengine yaliyokumbwa na mapigano hayo. Walisema wengi wao wanategemea misaada kutoka kwa watu wenye mapenzi mema ili kupata mahitaji yao ya msingi. Kundi hilo pia lilisema kuwa kuna wakimbizi ambao wamefariki kutokana na kukosa matibabu na msaada wa kutosha. Kwa sababu hiyo, walitoa wito kwa serikali kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na serikali ya Haut-Katanga na ya kuweza kuwasaidia kwa haraka na kuingilia jambo hilo kati ili kuokoa maisha ya wanadamu.
Waandamanaji walimaliza kwa kusisitiza kuwa msaada wa kibinadamu ni muhimu, lakini suluhisho la kweli linapatikana pale tu amani ya kudumu itakaporejea katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ili wananchi waliokimbia vita waweze kurudi salama kwenye makazi yao na kuweza kufurahia kuweza kuishi maisha yao ya awali, na hiyo itakuwa ni msaada kutosha. Hilo lilikuwa ni jambo ambalo walizingatia, kwa kuwa wao wenyewe walijua ikiwa hawapati misaada hiyo itakuwa ni vigumu kwao kuweza kupata misaada ya kutosha miaka yote ya maisha yao wakiwa ukimbizini. Ndio maana walikazia jambo la kusema kuwa wanahitaji amani iweze kurudia mahali ambako waliweza kutoka, ili waweze kunufaika kwa kuweza kurudia eneo zao zenye biashara, nyumba. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ameanzisha ziara ya kikazi katika mkoa wa Holomami kwa kuwasili mjini Kamina, ambapo anatarajiwa kuzindua na kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo. Moja ya miradi muhimu katika ziara hiyo ni uzinduzi wa mtambo wa kisasa wa kusafirisha maji na kusambaza maji hayo katika eneo lote la maeneo ya Kamina, na usambazaji huo unaitwa Lovoi. Mradi huo umejengwa karibu na mji wa Kamina na unatarajiwa kuboresha huduma ya maji safi kwa wakaaji wote wa eneo hilo. Kwa mujibu wa mamlaka za serikali, mtambo huo unaweza kuzalisha maji mita za ujazo 7,000 za maji kila siku. Hilo linatarajia kupunguza tatizo la upatikanaji wa maji ambao umekuwa likisumbua wananchi wa Kamina kwa muda mrefu. Mbali na wananchi, mradi huo pia utaweza kuhudumia kambi ya kijeshi la Kamina ambayo kwa zaidi ya miaka 50 imekuwa ikikabiliwa na changamoto ya ukosefu wa maji ya kunywa baada ya kusimamishwa kwa shughuli za kampuni ya Saldemi. Serikali imeeleza kuwa ujenzi wa mradi huo ni sehemu ya ushirikiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya China kupitia mikataba ya maendeleo ya miundombinu. Katika ziara yake, Rais Felix Antoine Tshisekedi anatarajia pia kufanya mikutano na viongozi wa mkoa pamoja na kutembelea miradi mingine ya kilimo na ufugaji katika eneo la Kanyama Kasese, ikiwa ni sehemu ya juhudi ya serikali za kuimarisha maendeleo ya kiuchumi katika eneo hizo za Holomami. Hizo ni habari ambazo tulikuwa tunakutayarishia kutoka huko ambako Felix Antoine Tshisekedi ameweza kutembelea ili kufuatilia miradi ambayo imeanza kufanywa katika maeneo hayo. Hizo ndizo zilikuwa ni habari ambazo tulikuwa tukikuandalia kwa asubuhi ya leo. Acha basi tuendelee kusikiliza Pepele News kwa wakati ujao ili tuweze kupata habari zenye kuwa hakika na habari ambazo zimechunguzwa. Pepele News kwa ajili yako, sauti ya Pepele kwa ajili ya jamii nzima.